Mtazamaji wa habari hizi za saa, tuungane moja kwa moja katika kijiji hichi cha Mtipa kuweza kuona jinsi SUWASA walivyoleta maji kwa wananchi wa kijiji hichi, na imekuwa kwao ni mkombozi, kwani awali maji haya yanaonekana walikuwa wakichangia na wanyama. Utekelezaji wa mradi huu umetokana na ongezeko la mahitaji ya maji kutokana na kukua kwa idadi ya watu, upanuzi wa makazi, pamoja na changamoto za upatikanaji wa maji ya uhakika zilizokuwa zikijitokeza katika eneo la Mtipa. Gharama za mradi huu umetekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 67,280,292, ambapo hadi sasa hakuna malipo yaliyofanyika kwa mkandarasi. Faida za mradi huu utahudumia wakazi wapatao 1,200, ambapo mradi huu una vituo viwili vya kuchotea maji ambavyo vipo kwenye tenki la maji na shule ya msingi Mwanguvi. Tumsikilize mkurugenzi wa SUWASA ni kipi anaelezea kuhusiana na masuala mazima ya wao kuleta maji hapa. Tunasukuma kutoka kwenye maji kule basi yaweze kuhifadhiwa hapa na wananchi waweze kupata maji hayo yatakapokuwa yamehifadhiwa katika kipindi chote na muda wote ambao maji yatakapokuwa yanasukumwa, basi yasiweze kukosekana kwa wananchi hawa. Ndio lengo la eneo hili. Yaani kuna muda ukame wa maji kabisa, kiangazi tunapata ukame wa maji mkubwa, tunayasubiria, tunaweka foleni, unatoka na ndoo nyingi. Hivyo tunakunywa maji ambayo sio salama, ni maji machafu sema tu. Tunakuta tunachimba madimbwi madogo madogo, hayakizi mahitaji ya wananchi. Ndoo zilikuwa zinaachika. Kwa nini? Ni changamoto hizi za maji. Mradi huu hapa, maana sisi ilikuwa tunateseka sana maji, maana ilikuwa tunatoka usiku kuwasindikiza kina mama tukachote maji kwenye makorongo kule, tunagombaniana na fisi kule, lakini jambo hili ambalo limetendeka hapa leo, mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na nawashukuru viongozi kutoka kwa Mama Samia mpaka uongozi wa chini, Mheshimiwa Diwani. Je, vipi ndoa zilikuwa zinavunjika? Ndoa ilikuwa zinavunjika. Yaani swala lingine ambalo lilikuwa linatuathiri sana fisi. Maana ilikuwa tunachota maji kwenye korongo kule, fisi naye wanawania wanywe maji pale pale. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa tuna maji, ilikuwa tunatumia maji yale. Sasa tishio fisi wanatukosa kosa. Hasa inabidi mama akiwa anaenda bombani lazima umsindikize. Ile eneo nimetoa bure ili wananchi wapate maji. Maana ukiwa kiongozi, vitu vingine viangalie, ujitolee kwa ajili ya wananchi wako ambao walikuwa wamekupigania ili ukae madarakani kwa ajili ya kuwasaidia. Lakini tuna mradi mkubwa wa miji 28 huko, watu wanaendelea kupasua wandani huko. Ninaamini baada ya kutekelezeka mradi huo na kuunganishwa na gridi ya taifa, Singida itakuwa ya kijani. Tushikamane pamoja kuleta maendeleo, na tunaendelea kuleta maendeleo kwa kutekeleza dira 2050, dira ambayo inaanza kutekelezwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 2026. Naye kiongozi wa mbio za Mwenge ameridhika na ujenzi wa hichi kisima cha maji. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani aliwaahidi akina mama, akasema nakwenda kumtua mama ndoo kichwani. Sisi tunazunguka na Mwenge huo uhuru ni mashuhuda. Huko kote tunakopita, vijiji kwa vijiji, maji yamefika. Hata vile ambavyo tangu uhuru hujapata maji, zamu hii maji yamefika. Ndio maana hata leo hapa tunasema maji huko hajafika, lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameyaleta maji. Kwa sasa tunarudisha katika studio zetu za ITV jijini Dar es Salaam Mikocheni ili kuendelea na matangazo mengine. Ni mimi Elsate Mkumbo, ITV Mtipa, Singida.